Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na mjengo wa Nana Dolls. Nana Dolls bwana amejua kweli kuwapiga watu fatality. Alichokifanya Nana Dolls bwana kimeonyesha au kimedhihirisha wazi kwamba yeye kweli kiboko. Amejenga gorofa, huyu binti ni binti mdogo na amejenga gorofa, na hili gorofa bwana watu wengi sana wameanza kumdiscredit. Kama unavyoelewa, wabongo waga wakawii kumdiscredit mtu ambaye anafanya mafanikio, anafanya maisha yake na mambo yanaenda na anafanya mambo makubwa, basi tayari wabongo wameshaanza kusema kwamba Nana Dolls amejengewa huu mjengo na mwanaume. Haya, so hapa unaambiwa kwamba wambea wote wamezibwa mdomo baada ya kuwepo na mvutano juu ya vitendo vya video vixen na mwigizaji nchini Nana Dolls kushare video ya nyumba yake aliyoijenga hivi karibuni, ambapo maoni ya wengi wanadai kuwa ni nyumba ambayo amejengewa na mwanaume wake, huku Nana Dolls mwenyewe akiweka wazi kuwa yeye ni jitihada zake binafsi na kujinyima mengi ndio chanzo cha yeye kujenga nyumba yake hiyo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Nana Dolls ameshare video akiwa anaonyesha harakati na process zote za ujenzi wa nyumba yake hiyo, huku akisindikiza na ujumbe ulio tafsiriwa kuwa ni jibu kwa wale wanaosema kwamba kajengewa nyumba hiyo. Umeona bwana. Kwa hiyo Nana Dolls ameamua kushare kuanzia mwanzo wakati anaanza kujenga jengo hilo mpaka mwisho. Umeona bwana. Lakini sasa kama ulikuwa ufahamu bwana, ni kwamba mwanadada Mange Kimambi aliingilia kati hii issue na akazungumzia hili swala la mjengo wa mrembo huyu Nana Dolls. Umeona bwana. Mange bwana alitia neno tokea awali kuhusiana na mjengo wa Nana Dolls, ambapo Mange aliweka kama alivyoiportray hii situation, ilikuwa ameionyesha kama vile Nana Dolls bwana amejengewa mjengo huu na mwanaume. Umeona bwana. Kwa mujibu wa the way ambavyo Mange alivyokuwa ameportray hii swala, alikuwa kama vile anaonyesha kwamba mwanaume ndiye ambaye amemjengea Nana Dolls huo mjengo. So hapa nataka nikuonyeshe kitu ambacho Mange amekizungumza, ambapo baada ya Mange kuposti mjengo wa Nana Dolls na kuonyesha kama vile kwa namna moja au nyingine amepata mwanaume wa maana na kumjengea mjengo huo, hiki kitendo bwana kimemkera Nana Dolls, na akaandika kwenye comment, akaandika kwamba asante sana, nashukuru kwa pongezi, but please get your facts right. Sijajengewa hiyo nyumba na mwanaume muhindi wala baba wa mtoto wangu. Nimejenga hiyo nyumba since mwaka 2021 kwa kujichanga kwa $500,000 na milioni. Kama kungekuwa na mwanaume anajenga, basi ingeisha muda mrefu sana. Nimejinyima na kujidunduliza sana, ni watu wangu wa karibu tu ndio wanaojua. So nashukuru kwa pongezi, but don't make it seem like it was so easy because it wasn't. One love. So hiki ndo kitu ambacho amekiposti Nana Dolls, which ilikuwa ni very reasonable. Umeona bwana. Alafu akasema kwamba kuna watu hapa kawa wanamsema sasa Nana Dolls kwamba bwana umejengewa na nini. Kwa mfano hapo kuna mtu anaitwa Nelly Viva alikuja alimsema hivyo, na Nana Dolls akaja akajibu kwamba bwana basi tuonyeshe na ya kwako, hebu tuonyeshe na ya kwako uliojengewa na mwanaume. Kama wanaume wanajenga tu kirahisi na wewe au kei yangu ni ya dhahabu. Ameandika hivyo Nana Dolls kuwajibu watu ambao walikuwa wanamzungumzia vibaya. Sasa Mange alivyojibiwa hivyo kwamba get her facts right, yani aongee vitu ambavyo ana uhakika navyo, basi Mange akaja akajibu hivi kwamba Nana, sikuona unajibu mpaka asubuhi hii kuniambia kwamba get my facts right. I have my facts straight. Umeona? Mange amekuja kumjibu hivyo Nana Dolls kwamba yeye ushahidi anao. Akaendelea kusema kwamba Nana, mtoto wako Fuego alikuwa na bar. Anasema kwamba Nana, baba mtoto wako Fuego alikuwa na bar inaitwa Fuego, ndio alikuwa anajenga mwanzoni. Ukaona nyumba haiishi faster, ukaanza kuiba pale bar. Alipokuachia usimamie sababu yeye alikuwa anaishi nje ya Tanzania. Unaiba pale bar, unajenga nyumba mpaka ukafilisi bar. Baba mtoto wako akaondoa ile bar baada ya kuona kwamba unaifilisi. Akakuondoa pale bar baada ya kuona kwamba unaifilisi. Mkaachana. Ukawa na muhindi, baba ana familia yake, ndo akamalizia hiyo nyumba. Kwa utetezi wako huu ulioutoa hapa, ungekuwa nchi kama Marekani,
ungeishafunguliwa kesi ya kukwepa kodi, maana serikali inaona una mali na hawaoni kipato chako kwenye system. Yani ungetaja mwenyewe aliyekujengea ni nani ili ukwepe kesi. Huko ndio jinsi wanavyowezaga kuwafunga wauza madawa, maana huwa ni ngumu sana kuwakuta na madawa mkononi. So huwa wanawafunguliaga kesi za kukwepa kodi kutokana na kuwa na mali nyingi ambazo sosi ya income serikali hawaioni na wanashindwa kueleza sosi ya income zao. Akasema kwamba Nana, tuache kidogo. Umejenga mwenyewe jumba kama hilo kwa ajira gani au kwa biashara gani? Unaona? Mange huyo ameanzia hapo. Kwa ajira gani au kwa biashara gani? Akaendelea Mange kusema kwamba kwa video vixen kwenye nyimbo ya Alikiba au kuact tamthilia miaka 3. Hebu tuache jamani. Usitufanye wajinga kiasi hicho. Ajira ya kudumu ulionayo wewe ndio ajira ya kumudu tulizonazo wanawake wote. Kuwa na K. Tofauti ni moja tu, umejua kutumia yako vizuri, sio wengine zinatumika kwa kuungiwa bando. Wakijitahidi sana zinatumika kununuliwa iPhone. Na kushangaa sana vile unavyoona kama vile ni dhambi kujengewa na mwanaume. Jipige kifua and be proud kuwa una akili ya kutumia mwanamke wako vizuri. Sisterhood is proud of you. Teach us your ways. Mambo hayo. So Mange alikuja kumjibu hivyo Nana Dolls, lakini baada ya hapo bwana Mange akaja akavujisha mpaka video ambayo yanaonyesha Nana akiwa yuko na baadhi ya wanaume ambao wanajiweza. Kuna mwanaume mmoja hivi alivujisha Mange video zikiwa inaonyesha huyu Nana Dolls akiwa yuko na huyo jamaa ambaye inasemekana kwamba ni kiongozi wa serikali, lakini pia ni mtu ambaye anamiliki kampuni kubwa tu za biashara Afrika Mashariki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo yote ni kwamba Mange alikuwa anataka kuprove the point kwamba Nana Dolls amejengewa nyumba na mtu fulani au kuna pesa ametoa kwa wanaume mbalimbali ili kukamilisha huo mjengo. Hivi vitu vyote ni allegedly, yani vitu ambavyo vinasemekana kwa mujibu wa kitu ambacho ameposti Mange. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. So ukiwa kama mdau unahisi kwamba Mange yuko sahihi kwamba Nana Dolls amejengewa, au Nana Dolls mwenyewe yuko sahihi kwamba amejenga yeye mwenyewe, kwa sababu mpaka hati ya kiwanja inaonyesha jina la kwake yeye na Nana amelipost. So ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.